Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Rafiki yangu, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Na hapa tunakutana na ahadi nyingine tena katika Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Tuanzie hapo. Anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi nyingine nzuri sana. Iko hapa. Anasema, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Wokovu, rafiki yangu, huko hapa. Watu wengi wanafikiri Yesu Kristo ni wa kawaida tu. La hasha. Kila unapokutana na neno Bwana katika Biblia linaloanza na herufi kubwa ama lenye herufi kubwa zote, ujue huyo anaongelewa Mungu hapo. Hapo anatajwa Mungu. Sasa Biblia inasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Kwa kifupi anasema ukimkiri Yesu Kristo kwamba ndiye Mungu na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. La sivyo hutaokoka. Kuokoka hapa maana yake kuhesabiwa haki ya kuingia mbinguni, kuondolewa dhambi ya kupeleka jehanamu. Ukimkiri Yesu kwa mdomo wako ukisema Yesu ni Mungu. Ngoja nirudie. Watu wengi hawataki kusema Yesu ndiye Mungu, wanakataa. Wanasema Yesu ni mwana wa Mungu, sawa. Lakini nakwambia ukimkiri Yesu Kristo ndiye Mungu, utaokoka. Lakini ukidharau hapo, nafasi huna. Herufi yoyote inayoanza kubwa kwenye Bwana, huyo ni Mungu. Ukiona herufi yoyote inaanza ndogo kwenye Bwana, hao ni mabwana wadogo wa sisi huku. Bwana mkubwa wadogo hawa, bwana shamba, bwana nani hao. Lakini Bwana hii inayoanza hivi, hiyo ni ya Mungu mwenyewe. Sasa anasema ukimkiri, ukimkubali moyoni mwako, ukiamini moyoni mwako kwamba yeye ndiye, basi utaokoka. La sivyo hutaokoka. La sivyo huokoki. Jambo lingine nasema, kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayarika. Kila atakayeamini hivyo kwamba Yesu ndiye Mungu hata tahayarika. Kutahayarika maana yake kuaibika. Kuaibika hapa kwenye Kiswahili chetu imetengenezwa kwa ulaini, lakini hapa maana yake ni kwamba utafukuzwa mbinguni. Hutaruhusiwa kuingia mbinguni. Utafukuzwa, utaondoka kwa aibu na uchungu na huzuni nyingi, kutupwa jehanamu. Kila amwaminie hata tahayarika, maana yake hatafukuzwa. Ndio maana yake, hatafukuzwa, hata aibishwa, hatafukuzwa kwa aibu, hatafukuzwa akaenda kwa uchungu na huzuni. Bali atabaki. Kila amwaminie atabaki mbinguni, atakuwa wa mbinguni. Rafiki yangu, haya mambo ninayokuletea ni muhimu sana, maana yanakuja kwa wakati. Hili somo ni la wakati, lizingatie. Litakutoa na kusogeza mahali fulani. Anasema, kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote. Yaani maana yake Yesu ni wa wote. Kuna cha Wayahudi wala cha sisi huku wa mataifa. Wote ukimwamini unapewa. Myahudi akiamini anapewa, wewe ukiamini unapewa. Huyu ni Bwana wa wote, anampa kila mtu. Anasema yeye ni mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa hiyo kila mtu atakayemuita
anapewa haki yako, unapewa utajiri, unapewa. Kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka, bila kujali ni Myahudi ama ni wewe huku mataifa mengine. Kila mtu atapewa, kila mtu atapewa anachostahili, ili mradi tu umemwita Yesu Kristo ndiye Bwana. Bwana maana yake ndiye Mungu. Angalia kipengele anachomalizia, anasema kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana, kila atakayesema huyu ndiye Mungu, basi atakayeliitia jina la Bwana Yesu Kristo utaokoka. Mungu akubariki rafiki yangu. Nimesema jambo muhimu sana, zingatia hilo, litakutoa mahali fulani. Yawezekana unafikiri Yesu ni wa hivi hivi tu. Kama angekuwa wa hivi hivi asingeweza kufanya kazi aliyofanya, asingeweza. Angekuwa mwanadamu tu kama unavyodhani ni mwanadamu, asingeweza kufanya kazi aliyofanya ya kuwakomboa wanadamu kutoka dhambini, asingeweza. Hakuna mwanadamu anaweza kufa kwa ajili ya wengine kwa kujitolea hivi, hamna. Waulize wanajeshi. Wanajeshi hawapigani isipokuwa kwa amri ya wakubwa wao, lakini kama yeye hako tayari, maana ana mwili, lakini anafuata kanuni ya wanajeshi, kwamba songa mbele, anasonga mbele, keti, anaketi, simama, anasimama. Hafanyi kwa hiari yake, anafanya kulingana na alivyoelekezwa. Yesu angekuwa mwanadamu asingefanya kazi aliyofanya. Muamini huyu utapata uzima wa milele, humwamini umepotea milele. Atubariki sisi sote tuliosikia ujumbe huu, mimi na wewe, na uishi ujumbe huu. Na wewe ambaye hujachukua hatua ya kumwamini Yesu Kristo, nafasi bado unayo, karibu, unakaribishwa. Akubarikini Mungu Baba Mwenyezi, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.